Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule wafuasi 11 walienda Galilaya kwenye mlima aliyowaagiza Yesu. Walipomuona walimwabudu, lakini baadhi yao waliona mashaka. Yesu akakaribia akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mkawafundishe kushika yote niliyowaagiza. Na tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, Jumapili ya leo kanisa inatupa nafasi ya kuweza kusherehekea, tukitafakari tukio la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Ni siku 40 ambazo zimepita, wakati ambapo tungeweza kusherehekea sikukuu hii ama sherehe hii ya kupaa kwa Bwana siku ya Alhamisi. Tunakumbuka siku 40 ambazo Yesu Kristo baada ya ubatizo wake aliongozwa na Roho hadi nyikani alikofunga kwa siku 40. Na baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuambiwa na maandiko, hasa somo la kwanza tulilosikia kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa muda wa siku 40 aliwatokea na kusema nao juu ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo siku 40 baada ya ufufuko wake, Yesu aliweza kujidhihirisha kwa wanafunzi wake na wafuasi wake na kutuonyesha kwamba maisha ya mwanadamu hayafiki mwisho tunapoaga dunia, bali kifo ni ngazi inayotuvusha kwenda katika maisha yasiyo na mwisho, maisha ya uzima wa milele. Na ni katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume tunakoelezewa juu ya hizo siku 40 Yesu alikuwa akifanya nini. Kusema na wanafunzi na wafuasi wake juu ya ufalme wa Mungu. Kuja kwake Yesu Kristo duniani humu
lengo lake lilikuwa ni kuja kumwokoa mwanadamu na kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Na wakati ulipowadia yeye kuingia katika mateso, kusulubiwa na baadaye kufa na siku ya tatu kufufuka, ndugu zangu, tunaweza tukakumbuka kati ya maneno 7 aliyoyasema Yesu ni mazungumzo kati yake na yule mwizi aliyesulubishwa mkono wake wa kulia, alipotambua dhambi zake na kukiri wazi ya kwamba Yesu hakutenda ovu lolote la kustahili kutundikwa juu ya mti wa msalaba. Na hivyo akamsihi Yesu na kumwambia kwamba unikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu akamwahidia, leo hii tutakuwa nawe paradisi. Hivyo tunapoelezewa kuhusu siku 40 ni kama kipindi ambacho twasema ni cha kuweza kujitayarisha ili baada ya kuwadhibitishia mitume na wafuasi wake ya kwamba hayumo kaburini tena, aliweza kututangulia kwenda juu mbinguni. Hivyo kuna sababu 3 za kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Na sababu ya kwanza ni ile ambayo tunaipata katika Injili ya Yohane mlango wa 16 aya ya 7, anapotuambia kwamba itabidi niondoke ili muweze kutumiwa Roho Msaidizi. Hivyo Yesu kama hangeondoka, Roho Mtakatifu hangetumwa. Hivyo kuna ashiria kama tulivyosikia siku ya Jumapili akisema kwamba nitaondoka ili mpate kutumiwa msaidizi mwingine. Msaidizi wa kwanza akiwa Yesu Kristo, yeye aliyezaliwa kama sisi, akayaishi maisha ya hapa duniani kama tunavyoyaishi, na baadaye akafika tamati ya maisha haya kwa njia ya mateso aliyopitishiwa, kufa na baadaye kufufuka, ili basi tuweze kupokea huyo Roho atakayekuwa wa msaada maishani mwetu, kama tulivyosikia akiwaambia akituambia siku ya Jumapili iliyopita ya kwamba huyo Roho Mtakatifu atakuja na kukaa kwetu na atadumu ndani yetu milele yote. Kwa hivyo sisi tunangoja kwa hamu na gamu kuweza kupokea huyo Roho ambaye yuaja kukaa katika maisha yetu sisi, tuongoze na kutuelekeza, atukumbushe na azidi kutufundisha vile ambavyo tunapaswa kuwajibika
kuishi wito huu ili nasi tuweze kufuata nyayo zake Yesu Kristo aliye yaishi maisha kama tunayoyaishi, na akaweza kuleta ukombozi maishani mwetu. Jambo la pili ambalo kupakwa Bwana wetu Yesu Kristo kunaweza kukatuchangamsha ni kwamba alituahidia, kama tulivyosikia Jumapili ya 5 ya kipindi cha Pasaka, ya kwamba nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, na kama hakungalikuwa ningaliwaambieni. Hivyo akatuahidi, naenda kuwatengenezea mahali, wakimalizika nitakuja kuwachukueni ili mahala nilipo nanyi muwepo. Injili ya Yohane mlango wa 14 aya ni ya 2 na ya 3 inayotukumbusha maneno hayo. Kwa hivyo kuondoka kwake Yesu Kristo kunatukumbusha ya kwamba hii dunia sisi wote ni wapitaji, na kuna mtu ambaye anaweza akasema tuna makao ya dumuyo katika ulimwengu huu, bali ni tuishi tukiyatazamia maisha hayo mengine ambapo tutashirikishwa kuishi na kudumu na Yesu Kristo kule mbinguni alikoenda kutuandalia mahali. Hivyo ni lazima kujizatiti katika hii safari na kuona ya kwamba twaishi tukizalisha yaliyo mema, hayo yatakayotusaidia makao yetu yatakapomalizika, tujiunge pamoja na Yesu ili tuishi naye milele yote mbinguni. Jambo la tatu tunalokumbushwa na kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni ya kwamba tuna kazi ya kutenda, kumshuhudia Mwenyezi Mungu katika haya maisha. Na ndipo hata siku ya Jumapili himizo lilikuwa hili ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Tutaonyesha kumpenda Yesu Kristo kwa njia gani? Yeye ambaye alitupenda na aliweza kujitoa sana kuona ya kwamba anatuokoa na anatupatanisha tena na Mungu kwa njia ya hiyo sadaka ambayo aliweza kuiadhimisha kwenye mti wa msalaba. Hivyo nini ambacho tunaweza tukajifunza siku hii ya leo? Jambo la kwanza ambalo tunajifunza ni kuwa Yesu anatuthibitishia ya kwamba yeye ni Mungu. Kupaa kwake mbinguni hakuhitaji msaada wa mtu yeyote, bali tumesikia katika somo la kwanza alivyo waaga wanafunzi wake na wakaweza kumwona akichukuliwa uwinguni, kama vile ambavyo hili somo limetuambia. Baada ya maneno hayo akainuliwa mbele ya macho yao, na wingu likampokea wasimuone tena. Hivyo Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa Mungu kamili na mwanadamu kamili, hakupaa mbinguni kama Mungu tu, bali alipaa mbinguni kama Mungu na mtu kamili. Ule ubinadamu aliyoupokea kutoka kwa mama Bikira Maria
akaweza kuzaliwa kama sisi. Hakutenganishwa na ubinadamu huo. Alipofufuka ndipo waliweza kumuona akishiriki pamoja nao, kula nao, akiwatokea wakati ambapo walikuwa wamejifungia kwenye chumba na kuweza kuonyesha mikono yake. Dhibitishwa kwamba ni Yesu yule ambaye alitundikwa msalabani, ni Yesu yule ambaye aliweza kukataliwa na watu na akaweza kupitishiwa mateso makali, ndipo akaweza kuonyesha mikono yake kama dhibitisho ya dhambi zetu nini zilizosababisha katika maisha ya Yesu. So every other time we look at those wounds of our Lord Jesus Christ is a clear indication of what sin did in the life of Jesus. Your sins and my sins. Hivyo kule kuonyesha mikono yake, alipowatokea alionyesha mikono yake ya kwamba I'm not a phantom, I'm not a ghost, I am still fully God and fully human. Hivyo Yesu anapopaa, basi anatukumbusha ya kwamba yeye ni Mungu na mwanadamu pia, wakati ambapo ubinadamu wetu unapata nafasi katika maisha ya kimungu. Alishuka kutoka mbinguni. Huu mkate ulioshuka toka mbinguni ndio huu mkate ambao wewe na mimi tunashirikishwa kupitia neno lake takatifu. Tunashirikishwa kupitia sakramenti tulizo nazo katika kanisa, na hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ambapo tuambiwa maneno aliyoweza kuyasema Mtakatifu Leo Mkuu. So Saint Leo the Great alisema kwamba that the sacrifice on Calvary is perpetually celebrated before the heavenly altar in the Father's presence in order to glorify the body of our Lord Jesus Christ. So this perpetual celebration that goes on at the heavenly altar is exactly what we celebrate in our churches. Therefore, every time we celebrate Mass, there is a connection between heaven and earth. Mbingu na dunia zinaunganishwa katika sadaka ile tunaoadhimisha katika altari zetu. Kwa hivyo ni sadaka inayoendelea kule mbinguni, na hivyo Yesu anapotoka duniani na kupaa mbinguni, anashikanisha dunia na mbinguni kwa njia ya kupaa kwake. Na jambo la pili ambalo tunakumbushwa siku hii ya leo ni ya kwamba mbinguni ni kuzuri zaidi kushinda hapa duniani, kwa sababu unapofika mbinguni hakutakuwa na mgomo wa magari. You don't need a vehicle to operate in heaven, but we need vehicles to operate here on earth. Unapofika mbinguni hakuna kuongezewa mafuta, because you don't need it. Mafuta ni wapi? Ni hapa. Utasikia kwamba leo mafuta inatoka bei hii, kesho yanatoka bei tofauti. Mbinguni hakuna. Tutakuwa tumefika mwisho, mahala ambapo tulikuwa tunatazamia, mahala ambapo tulikuwa tunatamani siku moja tuweze kuona ya kwamba tumefika, ili kila kitu
ambacho tulitamani maishani mwetu tuweze kukishuhudia. Na ni wanapeana hadithi moja, wanasema kwamba mtu mmoja aliaga dunia, na baada ya kufika kule mbinguni akawa akitembezwa na akaona a warehouse ilikuwa imefungwa, na akavutiwa na hiyo nyumba ambayo aliona, na akaanza kuuliza Mtakatifu Petro, nini ambacho kimo ndani? Na Petro akamwambia ni vitu vingi ambavyo viko pale. Akasema, ninaweza kubaliwa nitazame nione nini ambacho kimefungiwa? Kauliza, unataka kuona? Akasema ndio. Na basi kile chumba kikafunguliwa, na akaona vitu ambavyo vilikuwa vya dhamana nyingi sana. Akasema, hizi vitu ni za dhamana sana, imekuwaje basi zimefungiwa hapa? Na akaambiwa kwamba sikutaka kufungua hapa kwa sababu hizi ni vitu ambavyo ulikuwa umewekewa kama ungemwomba Mungu na kama ungeishi kuambatana na mapenzi yake. Hivyo hata sisi pengine tutaona maajabu tukifika kule, licha ya kwamba Yesu alituahidi ya kuwa anaenda kututengenezea mahala, na hapo mahali pakimalizika atakuja kutuchukua. Tutakuwa tumetengeneza hapo mahali kwa njia gani? Kwa sababu hakuna mtu ambaye atakaa kwa ya mwingine, kila mtu atakaa kwa yake. Na tunasema tunatengenezewa hapo mahali kulingana na zile kazi tunazozifanya hapa duniani. Ndio tuambiwa kwamba kila mmoja wetu atawajibikia yale aliyoyatenda duniani humu, na hayo tuliyoyatenda ndiyo yatakayobaini ni makao ya namna gani ambayo wewe na mimi tuliweza kujiandalia kule mbinguni. Kwa hivyo tuambiwa maisha yetu hayafiki mwisho kaburini. Maisha yetu yanafika mwisho tunapoingia katika maisha ya uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu zangu, tusivutwe na hii dunia tudhani ya kwamba tumefika. Tumekumbushwa kupaa kwake Yesu Kristo kunatuonyesha bado hatujafika, na mbinguni ni kuzuri zaidi kushinda yale ambayo tunayapitia katika hii dunia. Lakini lazima tupitie hii dunia ili tupate kuimarishwa. Na niyo msomi mmoja akauliza ya kwamba ni wakati gani ambapo tunajifunza mambo katika maisha? Ni wakati tuna furaha ama ni wakati ambapo tunapitia shida? Tuambiwa kwamba ni wakati ambapo tuna mauchungu katika maisha yetu, because you learn how to deal with the pain. And when you learn to deal with the pain, that is when you get those beatific visions in life, and you get to know how to handle the pain that you are going through. Hata wanafunzi wa Yesu haikuwa rahisi kwao. Wamekaa na Yesu miaka 3, walikuwa wamempoteza. Alipotundikwa msalabani wakatawanyika. Amewakusanya tena, ametembea pamoja nao siku 40, na siku imewadia yake kuweza kuondoka. Na ndio tunaingia sababu ya 3 ya kwamba kama Yesu hangepaa mbinguni, angeendelea kufundisha, angeendelea kutufunza kama alivyokuwa anaendelea kufundisha mitume wake. Lakini kupaa kwake kuna wapa wanafunzi wake ambao wamekuwa darasani kwa kipindi cha miaka 3, na wao wapate kuondoka na kwenda kutangaza ujumbe wake Mungu Mwenyezi. Ndio katika injili yetu tumesikia wanavyoambiwa kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkayafanya mataifa yote kuwa wafuasi,
mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ili tuweze kufaulu kwenda kutangaza na kuwavuta watu kuja kwake Mungu Mwenyezi. Yesu ni lazima aondoke. Tunafunzwa darasani, lakini nawadia wakati wa mtihani, kwa sababu hata mwalimu anataka kujua nini ambacho umekuwa ukifanya darasani kwa kipindi hicho. Yesu Kristo amewafundisha wanafunzi wake, yuwataka kuona kama wanaweza kuendeleza ile ndoto aliyokuwa nayo ya kuweza kufikia nyoyo za watu, kuokoa maisha ya watu na kuwarudisha katika barabara yake Mungu Mwenyezi. Na ndio tulisema juma la 5 la kipindi hiki cha Pasaka, Yesu aliposema kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima. Na Jumapili iliyopita tulisikia tukielezwa kwamba nitawatumieni Roho wa ukweli, kumaanisha Roho yule ambaye tunangojea Jumapili ijayo yuaja ili atushirikishe katika ukweli na kutudumisha katika ukweli. Tunapodanganyana tujua kwamba tuko peke yetu, hatumo pamoja na Roho wa ukweli. What is our responsibility? How do we propagate the message of Jesus Christ? How do we live it? Because ni zaidi ya maneno, kuishi na kushuhudia ujumbe huu ambao tumesikia siku hii ya leo. Tunapewa jukumu, twende tuweze tukatangaze ujumbe ambao Yesu ametuachia. Utatangaza injili yake namna gani? Nitatangaza injili yake namna gani? Mwanzo ni lazima tuwe watu wa sala. Jambo la pili, lazima tutengeneze urafiki na neno la Mungu. Jambo la tatu, ni lazima tuweze kushiriki vema sakramenti za kanisa zinazotuimarisha na kutujalia nafasi ya kuendelea kudumu katika neema zake Mungu Mwenyezi. Nilituambiwa kwamba Yesu alipotoka duniani humu na kurejea kule mbinguni, alikaribishwa na malaika. Na malaika kweli wakataka kujua maisha yalikuwa namna gani hapa duniani. Na malaika Gabrieli ndiye aliyemuuliza Yesu Kristo, hebu tueleze kwa ufupi mambo yalikuwa namna gani duniani. Akasema kwamba nilipotoka hapa nilizaliwa, nikakua, na baadaye baada ya kubatizwa nilianza kazi. Nimefanya hiyo kazi kwa kipindi cha miaka 3, na baadaye fitina ilianza, uchochezi, na watu wakamsingizia mambo ambayo hayakuwa na ukweli. Alipoelezea mambo aliyosingiziwa, baadaye akasema kwamba walimtundika msalabani na akafa, na sasa yu hai, amerudi alikotoka. Kamuuliza, sasa hiyo kazi ambayo ulifanya umeachia kina nani? Akasema kuna majamaa 12 ambao niliandamana nao. Leo tumesikia katika injili yetu ni 10 na ngapi? Na mmoja ako wapi? Kuonyesha kwamba that is a constant reminder of how we can also fail God. So the number 11 is very strategic, reminding us of the position of the 12th apostle.
the unfaithful apostle. We can become the 12th apostle. Yesu akasema nimewaachia hao hiyo kazi. Na malaika Gabrieli akacheka akasema ni akina Petro. Yule Petro ambaye alikukana licha ya kukuahidi hata kama ni kutoa nafsi yake. Akakukana mara 3. Ni wanafunzi hao wengine ambao walitoroka ulipokamatwa. Na akasema ndio. Kaulizwa na wakishindwa, una mpango wa pili? Akasema hapana, hao ndio watakaofanya hiyo kazi na ni lazima waifanye. Would actually God have such a trust with you and me? That despite the challenges we encounter in life, the hardships that we have to go through, that we can be entrusted with this mission. Sisi tunapewa hayo mamlaka ya kwamba tumepewa jukumu hili. Twende, hata sisi tunatumwa, twende tuweze kuwafanya watu wa mataifa kuwa wafuasi wake Yesu Kristo, tukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kutukumbusha umuhimu wa safari ya wokovu inayoanza katika sakramenti ya maungamo. Ulipobatizwa na nilipobatizwa, tulimkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Lakini tukijichunguza, ndugu zangu, ni mara ngapi tunajikuta tumejitenga na Mungu na tunaendeleza ya huyo tuliyemkataa wakati ubatizo wetu, hivi kwamba Yesu kuondoka kwake kunampa nafasi ya kwamba yuarudi kwetu ili aweze kuandamana na kila mmoja wetu. Bila kuondoka hawezi akarudi kwetu, na ndio akatuambia kwamba naenda lakini narudi. Kwa hivyo yuarudi ili aweze kudumu ndani yetu. Na ndiyo somo la Jumapili iliyopita alisema kwamba Baba yu ndani yangu, ninyi mu ndani yangu, na mimi ni ndani yenu. Yesu anapodumu ndani yetu, nasi tuweze kudumu ndani yake. Yuatuahidi jambo hili, na tazama nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Let us give Jesus that opportunity to abide in us as we abide in him. Na anapodumu ndani yetu na sisi tuweze kudumu ndani yake, ndugu zangu, tutasema kama vile ambavyo Mtakatifu John Chrysostom alivyosema kwamba that Jesus did not only die for us on the cross, but also continues to intercede for each one of us before the Father. Yesu anazidi kututetea mbele zake Baba wa mbinguni. Hivyo amekuja aandamane na sisi ili tuweze kufika mwisho wa safari yetu duniani humu, tutakapokaribishwa katika makao ya uzima wa milele. Hivyo tukumbuke ya kwamba leo tunakumbushwa hayo mambo muhimu sana, ya kwamba Yesu ni Mungu. Hakuhitaji kuinuliwa ili afike mbinguni, lakini kwa nguvu zake aliweza kuinuka na kuweza kurudi kule alikotoka, because Jesus was going back to his true home, and his true home is heaven. Mother Mary was actually assumed to heaven, isn't it? So she was welcomed.
lakini Yesu anarudi kule alikotoka. Kwa hivyo arudi katika kile kikao alichotoka kwanza cha uzima wa milele. Lakini Bikira Maria alipopalizwa mbinguni alikaribishwa. Hakuweza kujipeleka mbinguni kwa nguvu zake, bali alihitaji nguvu za Mungu zipate kumuinua na kumpeleka mbinguni, kwa sababu alikuwa ametoka duniani. Sisi nasi tunahitaji kuinuliwa ili tufike mbinguni, maana tunatoka duniani. Na kumbukeni sala yake Yesu Kristo tunaosoma katika Injili ya Yohane mlango wa 17. Baba, hawa si wa dunia hii, bali siombi uwatoe duniani, wakinge na yule mwovu. Kwa hivyo hata kama sisi si wa hii dunia, lakini tumo duniani humu, kile alichotuombea ni tukingwe kutokana na ushawishi wa yule mwovu. Jambo hilo lingine ni ya kwamba mbinguni ni kuzuri. Usidanganyike na kuona ya kwamba mambo ni mazuri sana hii dunia, udhani ya kwamba ulifika ama nilifika. Bado tunatarajia kufika mwisho wa safari yetu, na ni unakuta ya kwamba mara nyingi tuna huzuni tunaposikia kwamba hii dunia tutaiacha. But it is a fact, that is the reality. Hii dunia lazima tutaiacha, ni vile ambavyo hakuna mtu anajua ataiacha lini. But as much as we do not become glued to what we witness in this cosmic world, let us be glued to what we see in heaven. Ndio unasikia kwamba kwenye hili somo la kwanza tumeweza kuelezewa hawa waliduaa wakitazama kule alikoenda, na malaika wanawatokea na kuambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama na kutazama juu mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa mbinguni kutoka kwenu atakuja tena jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akipaa mbinguni. So the second coming, parousia, the second coming of our Lord Jesus Christ, atakuja vile ambavyo alipaa, lakini kuja kwake ni kuweza kufikisha kila kitu kikomo chake. Maybe sisi sidhani kuishi kwetu hii dunia atakuwa amerudi, kwa sababu kama hakurudi wakati huo wote ambao umepita, mna uhakika atarudi wakati wetu? Ni wakati wako utafika uhame, wangu ufike ni hame. Kwa hivyo tusianze kujipa matumaini ya kwamba angalau ametuambia vile ambavyo ameenda ndivyo atakavyotukuta. Sio wewe utakutwa, sio mimi nitakutwa, ni wengine pengine watakutwa hii dunia. Jitayarishe. Every day we get in this life, let us thank God. Let us live as if we do not have any other day to live. Na tunapoishi kana kwamba hakuna siku nyingine tutakaoishi, tutafanya yale yanayotushikamanisha naye na kutenda hayo ambayo yanaambatana na nia na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo aliwakumbusha, endeni mkafanye kazi, acheni kusimama hapa mmeduaa. Ile kazi unaofanya ifanye vema, kwa sababu hivyo ndivyo utakavyomtambulisha huyo ambaye amekufikisha mahali ambapo umefika. That is the only way. Let's give true witnesses through what we do. And when we glorify God in our various responsibilities, then we know for sure heaven is waiting each one of us. God bless you.